Mjambo na habari za jioni wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Matumaini yetu mko salama salimini. Tunakaribisha kwa mara nyingine tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya jioni ya leo kwa tarehe 23 za mwezi wa 4 mwaka 2026. Na katika matangazo yetu ya jioni ya leo tutakuletea mfululizo wa habari muhimu zinazogusa maisha kila siku ya wananchi, kuanzia hali ya usalama katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa nchi, hali ya kibinadamu katika maeneo yaliyoathirika na migogoro, hadi maendeleo ya kisiasa na kijamii yanaendelea kujitokeza katika ukanda wa maziwa makuu. Vile tutazungumzia changamoto za kiuchumi zinazoendelea kuathiri familia nyingi, ikiwemo mabadiliko ya bei za bidhaa muhimu pamoja na hatua mbalimbali zinazochukuliwa na mamlaka husika katika kujaribu kuleta suluhisho la kudumu. Basi endelea kuwa nasi mwanzo hadi mwisho matangazo yetu ya jioni ya leo, kwani taarifa hizi zinagusa moja kwa moja maisha yetu ya kila siku. Na niendelee kukumbusha tu kwamba kila siku Kivu News Info tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na huenda ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chote ningekumba kufanya kitu kimoja: hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa wengine wanasema kujabone, kueme vile na kupartager. Na basi kama tutakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Teloje Lulonga. Basi nakuomba kuwa na mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu hii ya jioni ya leo. Katika mkataba wa juhudi za kidiplomasia zinazolenga kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, duru ya 9 ya mazungumzo kati ya wajumbe wa serikali ya Kinshasa na waasi wa M23 haikuleta mafanikio yoyote kuhusu suala nyeti la kufunguliwa tena kwa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Goma, mji mkuu wa Kivu Kaskazini. Taarifa hiyo imetolewa siku ya jana Jumatano tarehe 22 Aprili na Benjamin Bonipa, katibu wa kudumu wa waasi wa M23 na mmoja wa wajumbe wa mazungumzo hayo yaendelea chini ya mchakato wa Doha yalifanyika safari hii mjini Uswisi. Akizungumza na waandishi wa habari hiyo siku ya jana, Mbonipa alieleza kuwa kwa mujibu wa upande wa waasi, kufungwa kwa uwanja wao wa ndege kulifanywa na serikali ya Kinshasa na sio waasi wa M23. Ameongeza kuwa harakati yake haipingiki kufunguliwa kwa uwanja huo, bali inaunga mkono juhudi za kurejesha huduma hiyo muhimu kwa wananchi wa eneo hilo. Katika maelezo yake alisisitiza kuwa suala la kufunguliwa kwa uwanja wa ndege wa Goma linahitaji kuangaliwa kwa kina zaidi, hasa katika vipengele vya kiufundi na kiusalama. Alidai kuwa kabla ya vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kuondoka mjini Goma, miundombinu ya uwanja huo iliharibiwa vibaya na kuporwa, alilofanywa kuwa sasa kama uwanja wa kawaida na usio na vifaa kamili. Kwa mujibu wake, sehemu kubwa ya uwanja huo imeathiriwa na mabomu na baadhi ya maeneo yakiwa yametengwa mabomu ya ardhini, huku mnara wa kuongeza ndege ukiwa haufanyi kazi tena. Kutokana na hali hiyo, anahoji sababu ya kushinikiza M23 kufanya marekebisho ambayo si jukumu lake. Mbonipa amefichua kuwa suala la uwanja wa ndege pamoja na lile la taasisi la kifedha lilokuwa likijadiliwa na kina katika mazungumzo ya Uswisi, lakini inadaiwa kuwa wajumbe wa serikali ya Kinshasa walibanisha msimamo wao katika dakika za mwisho, jambo lilozua kufikiwa kwa mwafaka. Pamoja na tofauti hizo, amesema kuwa AFC M23 iko tayari kuendelea na mazungumzo kuhusu kufunguliwa kwa uwanja huo, lakini anasisitiza umuhimu wa kuwepo kwa zamana za usalama ili kuhakikisha kuwa miundombinu hiyo haitatumika kwa vitendo vinavyoweza kuhatarisha maisha ya wananchi. Kwa upande mwingine, viongozi wa juu wa waasi wa M23 wamekuwa wakisisitiza tangu awali kuwa wao ni miongoni mwa wanaotaka kuona uwanja wa ndege wa Goma unafunguliwa upya. Hata hivyo, amekuwa akieleza kuwa hakuna changamoto za kiusalama, kiufundi na hata za kitawala zinazohitaji kushughulikiwa kwanza kabla hatua hiyo kuchukuliwa. Hali hii inakuja wakati ambako juhudi za kimataifa zinaendelea kuimarishwa ili kusaidia kurejesha utulivu katika eneo la maziwa makuu. Na ikumbuke kuwa tarehe 13 Oktoba mwaka jana, mkutano wa kimataifa uliofanyika mjini Paris ulikuwa na msisitizo mkubwa katika kusaidia amani na ustawi wa eneo hilo. Katika mkutano huo iliandaliwa kwa ushirikiano kati ya Ufaransa na Togo, zaidi ya euro bilioni 1.5 zilitangazwa kwa msaada, ikiwa ni pamoja na fedha za dharura kwa ajili ya msaada wa kibinadamu. Moja ya maazimio makubwa ilikuwa ni kufunguliwa kwa uwanja wa ndege wa Goma kwa matumizi ya kibinadamu. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alieleza wakati huo kuwa kufunguliwa kwa uwanja huo kungekuwa ishara muhimu katika matumaini kwa wananchi wa Kivu Kaskazini ambao wanaendelea kuathiriwa kwa muda mrefu na migogoro ya kivita. Hata hivyo, licha ya matumaini yao, tofauti za kisiasa na kisalama kati ya pande husika bado zinaendelea kuua vikwazo vikubwa katika utekelezaji wa hatua hiyo muhimu, huku mazungumzo yakiendelea kusubiri mwafaka utakaoweza kuruhusu kurejea kwa shughuli za anga katika mji wa Goma.
Hali ya utulivu wa tahadhari imeendelea kuripotiwa hii leo Jumatano tarehe 23 Aprili katika kijiji cha Bubolo na Kasumba vilivyopo katika ndani ya groupement ya Kisimba katika wilaya wa Walikale mkoani Kivu Kaskazini baada ya siku mbili mfululizo za mvutano mkali iliyosababishwa na mashambulizi ya mabomu katika eneo hilo. Kwa mujibu wa vyanzo kutoka eneo la tukio, mashambulizi hayo yalianza siku ya Jumanne tarehe 21 Aprili wakati ambako waasi wa kundi la AFC M23 walikuwa wametoka katika eneo la Malemo liko katika wilaya jirani ya Masisi walipoanzisha mashambulizi ya mabomu wakilenga nafasi ya vituo vya vikosi vya serikali. Mashambulizi hayo yalilenga hasa maeneo ya juu ya milima ikiwemo vilima vya Bubolwa pepo katika eneo la Banakindi pamoja na kijiji cha Kasumba kilichopo ndani ya eneo la Banasuka. Athari za mashambulizi hayo zikushia tu kwenye maeneo yaliyolengwa bali pia zimeenea katika vijiji jirani ambavyo vilijikuta vikikumbwa na hofu kubwa. Katika vijiji vya Minjenje na Peti, Katobi na Burai, wakazi lazimika kuishi katika hali ya taruki kubwa huku wengi wao kimbilia mafichoni au kuacha makazi yao kwa muda ili kujinusuru na hatari ya mabomu ilikuwa ikirushwa mara kwa mara. Sauti za milipuko zilikuwa zikisikika kwa muda mrefu, hali iliyozua hofu na sintofahamu kubwa miongoni mwa raia. Kwa kipindi chote hicho cha siku mbili za mvutano, shughuli nyingi za kijamii na kiuchumi zimesimama kabisa. Masoko ya kufunguliwa, watoto hawakuweza kuhudhuria masomo na huduma mbalimbali zilikwama kutokana na hali hiyo ya usalama kuwa mbaya. Hata hivyo, kufikia leo hali imeanza kuonyesha dalili za kutulia kwa taratibu, na ripoti kutoka eneo hilo zinaeleza kuwa baadhi ya wakazi wameanza kurejea majumbani mwao huku wengine wakianza kufungua biashara zao ndogo ndogo kwa tahadhari kubwa. Licha ya kurejea kwa utulivu huo wa muda, hali ya hofu bado imetanda miongoni mwa wananchi na wakazi wengi wanaendelea kuwa macho na kufuatilia kwa karibu mwenendo wa hali ya usalama, wakihofia uwezekano wa kurejea kwa mashambulizi hayo wakati wote. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa hali hii inaonyesha wazi jinsi mazingira ya Kivu Kaskazini yanavyoendelea kuwa tete, ambako mapigano kati ya makundi ya waasi na vikosi vya serikali yamekuwa kijirudia mara kwa mara bila usuluhisho la kudumu kuonekana kwa haraka. Mvutano mpya unaongeza mzigo katika hali ya hatari ngumu na ya kibinadamu inayokabili wakazi wa eneo hilo, ambako wengi wao tayari walikuwa wameathirika na migogoro ya muda mrefu, ukosefu wa makazi ya kudumu pamoja na changamoto za upatikanaji wa chakula na huduma za msingi. Kwa sasa matumaini ya wakazi wengi yanabaki katika kurejea kwa amani ya kudumu, huku wakitoa wito kwa mamlaka husika na wadau wa usalama kuchukua hatua madhubuti za kulinda raia na kuzuia kurejea kwa hali kama hii katika siku zijazo. Wakati hali ya utulivu na tahadhari ikiendelea kuripotiwa katika baadhi ya maeneo ya Walikale, hali ya usalama bado inaendelea kuwa ya wasiwasi mkubwa katika maeneo mengine ya Kivu Kaskazini, hususan katika maeneo ya Kalembe katika wilaya Masisi pamoja na Kalonge katika wilaya Walikale, maeneo kondani yaliyopo mpakani mwa wilaya hizi mbili. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo mbalimbali vya ndani, maeneo haya yamekuwa kikumbwa na mashambulizi mara kwa mara kutoka kwa makundi ya wazalendo wale wanaofanya wananchi kuishi katika mazingira ya hofu ya kudumu kila siku. Inaelezwa kuwa makundi hayo ya wazalendo yamekuwa makao makuu ya kijeshi karibu kabisa na vijiji vya Kalembe na Kalonge, jambo linalowapa uwezo wa kufanya mashambulizi ya kushtukiza hasa nyakati za usiku. Ndani ya wiki iliyopita pekee, mashambulizi yasiyopungua matatu yameripotiwa, mengine yakiambatana na uporaji wa mali za raia. Kutokana na hiyo, maisha kila siku ya wakazi wa maeneo haya yamegeuka kuwa mateso makubwa. Wananchi pamoja na wakimbizi wa ndani waliokimbia maeneo haya wakitafuta usalama sasa wanajikuta wakiishi katika hali mbaya zaidi, huku na ya hofu na kukosa matumaini. Mmoja wa wakazi wa Kalonge anasema kuwa hawana tena usingizi nyakati za usiku, kwani kila kelele inafanya wawe tayari kukimbia msituni ili kuokoa maisha yao. Kauli hiyo inaakisi hali halisi ya hofu inayotanda katika eneo hilo. Kwa upande wake, mkimbizi mmoja aliyekimbia Kalembe anaeleza kuwa hawajui tena pa kuelekea, kwani walikimbia mapigano katika maeneo yao ya awali wakiamini wakitapata usalama, lakini sasa wanajikuta tena katikati ya hatari ile iliyokuwa waliofanya wao kukimbia. Katika baadhi ya matukio, milio ya risasi na silaha nzito imekuwa ikisikika mara kwa mara, hali iliyozua mshtuko mkubwa kwa kisaikolojia miongoni mwa wananchi. Familia nyingi hulazimika kulala mafichoni hata msituni huko katika mazingira magumu ili kujinusuru na mashambulizi ya ghafla. Hali ya kibinadamu nayo imezidi kuwa mbaya, huku upatikanaji wa chakula, huduma za afya na maji safi ukiendelea kuwa changamoto kubwa. Watoto wengi wameshindwa kuendelea na masomo yao kutokana na hali ya usalama kuwa mbaya. Mama mmoja mkimbizi alalamika kuwa watoto hao hawaendi tena shule na wanaishi bila msaada wowote, bila ulinzi na bila matumaini ya kesho iliyo bora. Kauli hii inaonyesha kwa kina ukubwa mgogoro unaendelea katika eneo hilo. Kutokana na hali ya kutisha, wakazi wa Kalembe na Kalonge wameendelea kutoa wito kwa mamlaka husika kuchukua hatua za haraka na madhubuti ili kurejesha usalama katika maeneo yao.
Wanasisitiza kuwa hatua hizo zitawezesha kurejea katika maisha kawaida na pia kuruhusu wakimbizi kurejea katika maeneo yao ya asili. Hata hivyo, hadi sasa bado inaonekana kuwa ni tete, huku mapigano kati ya waasi wa M23 na vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vikiunga mkono wa wazalendo vinaendelea kuripotiwa katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini. Kwa sasa maelfu ya raia wanaendelea kuishi katika mzunguko wa hofu, wakikabiliwa na ghasia zisizoisha, huku wakisubiri kuwa hamu ya kurejea kwa amani ya kudumu ambayo bado inaonekana kuwa mbali kufikiwa. Wakati hali ya usalama na kibinadamu ikiendelea kuwa changamoto katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hatua mpya za kurejesha wakimbizi imeanza kushuhudiwa katika mkoa wa Kivu Kusini. Wimbi la kwanza la wakimbizi 417 wa Kongo waliokuwa wamekimbia na nchini Burundi natarajiwa kuwasili leo Alhamisi tarehe 13 Aprili katika mji wa Uvira mkoani Kivu Kusini, kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi nchini Burundi. Wakimbizi hao wataingia nchini kupitia mpaka wa Kavimvira ambako wanatarajiwa kupokelewa na ujumbe wa serikali pamoja na maafisa wa serikali, ikiwa ni hatua ya kwanza katika mchakato wa kurejea nyumbani baada ya muda mrefu wa uhamishoni. Operesheni hii ya kurejesha wakimbizi inafanyika baada ya kusubiri kwa muda mrefu kwa wananchi hao ambao walikuwa na shauku kubwa ya kurejea katika maeneo yao ya asili. Wengi wao walikuwa wamekimbilia kambi ya Busumu iliyoko katika jimbo la Rumonge nchini Burundi. Kwa mujibu wa ratiba iliyotolewa, msafara wa wakimbizi huo uliondoka asubuhi ya leo na unatarajiwa kuwasili Uvira kati ya saa 9 na saa 11 jioni kwa saa za eneo hilo. Akizungumzia operesheni hiyo, mwakilishi wa seri nchini Burundi Brigitte Eno amesema kuwa mchakato wa usafirishaji umeandaliwa vizuri ili kuhakikisha wakimbizi wanarejea katika mazingira salama. Ameeleza kuwa mara baada ya kuwasili nchini Kongo, wakimbizi hao watanufaika na msaada maalumu wa kuwasaidia kuanza maisha mapya. Kwa mujibu wa maelezo yake, wakimbizi watapatiwa kile kinachoitwa pakiti ya kurejea nyumbani ambayo itajumuisha msaada wa chakula kwa kipindi cha miezi 2 kupitia shirika la chakula duniani PAME, pamoja na msaada wa kifedha kwa watu wazima na watoto. Watoto wasaidiwa kurejea katika mfumo wa elimu ili kuendelea na masomo yao. Baada ya kuwasili katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakimbizi hao wataelekezwa katika eneo maalum lililoandaliwa na serikali katika mpaka wa Kavimvira ambako watapelekwa kwa kupatiwa huduma za awali kabla ya kuelekezwa katika maeneo yao ya kurejea. Kwa upande wake, ASER imeeleza kuwa ushirikiano wa karibu na mashirika ya kiraia ni muhimu ili kuhakikisha operesheni hii inafanikiwa na wakimbizi wanarejea katika hali ya usalama na heshima. Gavana wa mkoa wa Kivu Kusini Jean-Jacques Lacano amethibitisha kuwa mamlaka za serikali zimechukua hatua zote muhimu kuhakikisha kurejea kwa wakimbizi hao na kufanyika kwa amani na utulivu. Ameongeza kuwa hali ya usalama imeimarishwa katika maeneo ya mapokezi na kurejea. Ikumbuke kuwa kufuatia kuanguka kwa mji wa Uvira mikononi mwa waasi wa M23 mwanzoni mwa Disemba mwaka 2025, kati ya watu 60,000 hadi 65,000 walikimbia nchini Burundi ndani ya kipindi kifupi cha takriban siku 10, kwa mujibu wa mashirika ya Umoja wa Mataifa ikiwemo ASER na OIM. Hata hivyo basi, kurejea kwa wimbi la kwanza la wakimbizi kunachukuliwa kama hatua muhimu katika juhudi za kurejesha hali ya kawaida katika eneo hilo, licha ya changamoto za kiusalama na kibinadamu zinazoendelea kushuhudiwa. Kwa sasa macho ya wengi yameelekezwa katika mchakato wa kurejesha wakimbizi, huku matumaini yakiwa ni kuona maelfu ya wengi yakirejea salama katika makazi yao na katika siku zijazo. Wakati hali ya usalama ikiendelea kuwa tete katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tahadhari kubwa imetolewa kusini mwa wilaya Irumu mkoani Ituri ambako hali ya kibinadamu imefika kiwango cha kutisha sana katika kambi ya kanisa ya Kianglikani iliyopo Komanda. Katika eneo maisha ya wakimbizi wa ndani yamekuwa hatarini, huku takribani watu 13,000 wakiishi katika mazingira magumu sana ya ukosefu wa chakula na huduma muhimu. Baada zaidi ya miaka 4 tangu walipowasili katika kambi hiyo, matumaini yao ya kurejea nyumbani yameendelea kufifia, huku hali ya maisha ikizidi kuzorota siku hadi siku. Kutokana na kukosa fursa kulima katika maeneo yao ya asili yaliyopo katika maeneo ambayo bado hayana usalama, vile katika sheferia wa Walese Vontuku na kando ya barabara namba 4, wakazi wanategemea kwa kiasi kikubwa msaada wa kibinadamu ambao kwa sasa umepungua kwa kiwango kikubwa. Kiongozi wa block ya 4 katika kambi hiyo, Kalubalunza Desire, anaeleza kuwa hali ni ngumu sana, akisisitiza kuwa uhaba wa chakula unaweka hatari maisha ya watoto na watu wengine walioko katika mazingira magumu. Ameomba msaada wa haraka kutoka kwa serikali na mashirika ya kibinadamu ili kuokoa maisha ya watu hao.
Kwa wengi wa wakazi wa kambi hiyo, mateso hayo yalianza mwezi Septemba mwaka 2021 walipolazimika kukimbia makazi yao kutokana na mashambulizi ya makundi ya silaha hususan waasi wa ADF. Walipofika Komanda walikuwa na matumaini kwa kuangekaa kwa muda mfupi kabla kurejea nyumbani, lakini sasa hali imekuwa tofauti sana. Leo hii baada zaidi ya miezi 154 ya kuishi kambini, msaada wa dharura umeanza kupungua huku mahitaji yakiendelea kuongezeka. Kambi ya Komanda imekuwa mfumo wa wa mgogoro muda mrefu ambako hali ya wakimbizi inaonekana kuwa ngumu kwa wingi kutokana na ukosefu wa usalama wa kutosha katika maeneo yao ya asili. Hali hii sio ya Komanda pekee bali na akisi ukubwa mgogoro wa Ituri kwa ujumla, ambako tangu kuibuka kwa upya mapigano ya mwaka 2017 mamilioni ya watu wameathirika moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja. Katika mazingira haya, hatari ya njaa imekuwa kubwa zaidi, huku wataalamu wakionya kwa bila hatua za haraka vifo vinatokana na utapiamlo vinaweza kuongezeka katika siku zijazo. Takwimu zinaonyesha kuwa tayari mwaka 2025 75% ya watoto wenye umri chini ya miaka 5 walikumbwa na utapiamlo, hali inayotia hofu kubwa kwa mustakabali wa kizazi kijacho. Na katika hiyo mbaya, wakazi wa kambi ya Komanda wanaendelea kutoa wito kwa dharura kwa serikali pamoja na mashirika ya kibinadamu kuingilia kati kwa haraka, hasa katika swala upatikanaji wa chakula na huduma za msingi. Kwa sasa maelfu ya maisha yapo hatarini, huku matumaini ya wengi yakibaki katika hatua za haraka zitakazoweza kuokoa maisha yao na kurejesha angalau hali ya kawaida katika eneo hilo lilokumbwa na mateso ya muda mrefu. Katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya kibinadamu inaendelea kuwa ya kutisha, huku athari za muda mrefu za mgogoro za kivita zikizidi kujitokeza kwa nguvu katika jamii hii. Katika eneo la Erengeti lilopo takriban kilomita 60 kaskazini mwa mji wa Beni mkoani Kivu Kaskazini, watoto wasiopungua 352 wamezaliwa kutokana na mimba zinazotokana na vitendo vya ukatili na kingono vinavyotekelezwa na makundi ya silaha ambao bado wanaendelea kufanya mashambulizi katika eneo hilo. Taarifa hii ya kutisha iliwasilishwa siku ya Jumanne tarehe 21 Aprili mbele ya mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Kongo, MONUSCO, James Swan, alipokuwa akifanya ziara yake katika eneo hilo kwa lengo la kutathmini hali ya usalama pamoja na changamoto za kibinadamu zinazowakabili wakazi. Kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa na Katungu Rehema, mkuu wa ofisi ya idara ya jinsia, familia za watoto katika komenti ya Bambusa Kasiki, hali ya watoto hao ni mbaya sana, kwani wengi wameachwa na wazazi wao, hasa mama zao walipopata mateso makubwa ya kisaikolojia kutokana na ukatili waliokumbana nao. Inaelezwa kuwa wanawake wengi wamebeba mimba hizo kwa kulazimishwa, hali inayoacha majeraha ya kina ya kimwili na kiakili. Baadhi yao hawakuweza kuwalea watoto wao na hivyo kulazimika kuacha mikononi mwa familia za kuwalea ambazo hazina uwezo wa kuwapatia huduma stahiki. Kwa sasa watoto wengi wanaishi katika mazingira magumu bila msaada wa kutosha wa kiafya, kielimu wala kijamii. Wengi wao hawajui hata utambulisho wa wazazi wao, jambo linalozidi kuongeza changamoto katika malezi na ukuaji wao. Katungu Rehema anasisitiza kuwa hali hii inahitajika hatua za haraka na za dharura, akieleza kuwa wanawake wengi wameathiriwa vibaya na vita, wakikumbwa na mimba zisizotarajiwa, vifo vya watoto pamoja na ukosefu wa huduma za afya kwa mama na watoto. Ameeleza kuna ongezeko kubwa la mayatima, wajane pamoja na watoto waliozaliwa kutokana na ukatili wa kingono unaotekelezwa na makundi hayo ya silaha katika maeneo hayo. Kwa mujibu wake, idadi ya watoto hiyo inaendelea kuongezeka hasa kutokana na familia nyingi zilizokimbia maeneo ya Idou, Mambelenga na Ndalia yaliyoko katika mkoa jirani wa Ituri na kukimbilia Erengeti wakitafuta usalama. Hata hivyo, licha kukimbia vita, wakazi wa eneo hilo bado wanakabiliwa na changamoto kubwa za maisha, huku wakihitaji msaada haraka kutoka kwa serikali pamoja na mashirika ya kimataifa ya kulinda haki za watoto. Kwa ujumla, hali ya Erengeti inaakisi kwa kina madhara makubwa ya vita vinavyoendelea katika maeneo ya mashariki mwa Kongo, ambako wanawake na watoto ndio wanaobeba mzigo mkubwa wa mateso. Kwa sasa wito mkubwa umetolewa kwa mamlaka husika kuchukua hatua za dharura ili kulinda watoto hawa na kuwapatia msaada unaostahili pamoja na kuhakikisha kuwa vitendo vya ukatili vinakoma na wahusika wanachukuliwa hatua za kisheria. Katika juhudi za kuimarisha usalama na kulinda raia katika mkoa wa Ituri, gavana mkoa huo Jenerali John Luboya Shikama amezidisha tena umuhimu wa ushirikiano wa karibu kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo MONUSCO. Kauli hiyo ilitolewa siku ya jana Jumatano tarehe 22 Aprili kufuatia mkutano wake na mkuu wa MONUSCO James Swan uliolenga kuimarisha operesheni za pamoja katika wilaya ya Mambasa, eneo ambalo limekuwa likikumbwa na mashambulizi mara kwa mara kutoka kwa waasi wa ADF. Kwa mujibu wa gavana Luboya, ushirikiano
ushirikiano huo ni muhimu sana katika kuongeza nguvu za kijeshi na kuimarisha ulinzi wa raia, hasa katika maeneo yaliyoathirika zaidi na vitendo vya makundi ya silaha. Ameeleza kuwepo wa MONUSCO katika wilaya ya Mombasa utasaidia kuongeza kasi ya operesheni za kuwatafuta na kuwadhibiti waasi hao. Gavana huyo amelaani vikali uwepo wa hisia hasa dhidi ya MONUSCO katika baadhi ya maeneo ya Ituri, akisema kuwa kauli hiyo inachochewa na watu wenye nia ya kuvuruga amani. Amesema kwa MONUSCO ipo kwa ajili ya kusaidia kulinda raia na kuleta utulivu, hivyo sio sahihi kwa wananchi kuwa na mtazamo hasi dhidi ya washirika watakaosaidia juhudi za kurejesha amani. Kwa mujibu wake, propaganda hizo hasi ni matokeo ya upotoshaji unaofanywa na makundi na maadui wa amani. Katika hatua nyingine, Gavana Lubowa ameeleza kuwa juhudi za uhamishaji zinaanza kuzaa matunda, huku wananchi wakianza kuelewa umuhimu wa ushirikiano kati ya jeshi la taifa na vikosi vya kulinda amani vya Umoja wa Mataifa. Amewataka wakazi wa Ituri kuunga mkono ukamilifu juhudi za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na MONUSCO ili kuhakikisha kuwa amani inarejea katika maeneo yote yanayokumbwa na migogoro. Kwa kumaliza, ameeleza kuwa matokeo ya ushirikiano huo yataanza kuonekana hivi karibuni, hasa kupitia ongezeko la uwepo wa vikosi katika wilaya Mombasa, hatua ambayo inalenga kuhakikisha ulinzi wa raia unaimarika na vitendo vya makundi ya silaha vinapungua. Katika eneo la Kichanga lipo katika grumenti ya Bashali Mokoto wilayani Masisi mkoani Kivu Kaskazini, wananchi wanakabiliwa na ongezeko kubwa la bei za bidhaa za mafuta, hali ambayo imeanza kuathiri moja kwa moja maisha yao ya kila siku kwa wakazi wa eneo hilo. Kwa mujibu wa Lise Bateshi, rais wa wauzaji wa mafuta aina ya mazuto na petroli katika soko la eneo hilo, bei ya lita moja ya mafuta imepanda kwa kasi kubwa kutoka pesa 35,000 hadi pesa 4,000 na sasa imefikia kati ya pesa 4,050 hadi 5,000 za Kongo. Ongezeko hilo linatokana hasa na changamoto za upatikanaji wa bidhaa hizo ambazo zimechangiwa na ile usalama isiyo thabiti pamoja na ubovu wa miundombinu ya barabara katika eneo hilo. Licha changamoto hiyo, viongozi na wauzaji wa mafuta wanatoa wito kwa wafanyabiashara kuendelea na shughuli zao ili kuepuka kuzidisha hali ngumu ya maisha kwa wananchi ambao wengi wao wanategemea biashara ndogo ndogo kwa ajili ya kujikimu. Kwa mujibu wa Lise Bateshi, kusitisha biashara hiyo kungekuwa na athari kubwa kwa zaidi ya familia nyingi zinazotegemea kipato cha kila siku kutoka kwenye shughuli hizo za uzaji wa mafuta. Hali hii tayari imeanza kuleta madhara katika sekta mbalimbali za maisha ya jamii ya Kichanga. Madereva wa pikipiki ambao ndio watumiaji wakuu wa mafuta katika eneo hilo wanasema wameathirika moja kwa moja na ongezeko hilo la bei. Mmoja wa madereva, Jean-Claude Herrera, amesema kuwa zamani alikuwa akitumia pesa 10,000 za kufanya kazi siku nzima bila matatizo, lakini sasa amelazimika kuongeza nauli ili kuendana na gharama za mafuta, jambo linalofanya wateja kulalamika. Kwa upande wa wafanyabiashara hasa wa bidhaa sokoni, wamesema pia wameathirika kutokana na ongezeko la gharama la usafirishaji. Wanasema kuwa wameeleza kuwa ni lazima kuongeza bei za bidhaa zao ili kulinda gharama, jambo linaloweza kuleta migogoro kwa wateja. Wakulima nao wajajazwa katika mgogoro huo wa kiuchumi, wameeleza kuwa sasa ni vigumu kusafirisha mazao kutoka shambani hadi sokoni kutokana na gharama kubwa za usafiri. Wengine hulazimika kuacha mazao ya kuharibika kwa kukosa uwezo wa kuyafikisha sokoni kwa wakati. Hali inaonyesha kwa jinsi ongezeko la bei la mafuta linaloathiri mnyororo mzima wa uchumi wa ndani, kuanzia uzalishaji, usafirishaji hadi uuzaji wa bidhaa kwa mlaji wa mwisho. Kutokana na hiyo, wakazi wa Kichanga wameomba serikali na mamlaka husika kuchukua hatua za haraka ili kukidhi bei za mafuta na kuboresha upatikanaji wake ili kupunguza mzigo kwa wananchi ambao tayari wanakabiliwa na changamoto za kiusalama na kiuchumi katika eneo hilo. Katika mkoa wa Kivu Kaskazini, hali ya magereza nayo inaendelea kuzua wasiwasi mkubwa baada ya ripoti mpya kuonyesha vifo vya wafungwa vinavyoongezeka kutokana na mazingira magumu ya kizuizini. Kwa mujibu wa ripoti ya ufuatiliaji iliyotolewa Jumatatu tarehe 12 Aprili na mtandao wa haki za binadamu, jumla ya wafungwa 29 wamefariki dunia katika kipindi cha robo ya kwanza wa mwaka 2026 ndani ya magereza mji ya Beni na Butembo. Ripoti hiyo inaeleza kwa sababu kuu ya vifo hivyo ni msongamano mkubwa wa wafungwa, ucheleweshaji wa malipo ya fuku ya serikali na taasisi za magereza pamoja na kucheleweshwa kusikilizwa kwa kesi mahakamani. Inaongeza kuwa idadi kubwa ya wafungwa walioko magerezani bado haijawahi kuhukumiwa rasmi. Katika gereza kuu la Kwangura lililoko Butembo ambalo lina wafungwa 1311, vifo 9 vimeripotiwa tangu kuanza kwa mwaka huu. Wakati huo katika gereza la Kangabai lililoko Beni, wafungwa 12 wamefariki dunia katika kipindi hicho cha miezi mitatu ya kwanza mwaka 2026.
126. Hata hivyo hakuna vifo kilichoripotiwa katika gereza Lubero katika kipindi hicho. Moja changamoto kubwa inayoibanishwa ni tatizo la utapiamlo hasa katika gereza la Kangabai mjini Butembo, Beni, ambako hali ya chakula ni duni na haitosheleji mahitaji ya wafungwa. Kwa ujumla, magereza ya Beni na Butembo yanakabiliwa na changamoto zinazofanana, ikiwemo msongamano wa wafungwa, ukosefu wa fedha za uendeshaji na ucheleweshaji wa msaada wa kifedha kutoka serikalini. Hali imepelekea mazingira ya magereza kuwa magumu sana kwa wafungwa wanaozuiliwa humo. Kwa mujibu wa takwimu za shirika hilo, jumla wafungwa 3310 wanashikiliwa katika magereza ya Beni, Butembo na Lubero, wakiwemo wanawake 110. Gereza la Beni ndilo lenye wafungwa zaidi ikiwa na wafungwa 1097 lifuatilia na Butembo lenye watu 1311, huku Lubero ikiwa na wafungwa 12 pekee. Ripoti inaonyesha kuwa ni wafungwa 714 pekee ndio waliokwisha kuhukumiwa rasmi, huku wengi wao wakiwa bado wako katika kifungo cha manusubu wakisubiri kesi zao kusikilizwa, jambo linalochangia msongamano mkubwa zaidi. Wafungwa katika magereza wanaishi katika hali ambayo inaelezwa kuwa karibu na isiyo ya kibinadamu, wakikosa chakula na cha kutosha, dawa pamoja na mahitaji mengi ya msingi. Kutokana na hiyo, shirika hilo la REDO linatoa wito kwa mamlaka za mahakama za kiraia na za kijeshi kuhakikisha usikilizaji wa kesi pamoja na kuachia huru wale wanaoshikiliwa kwa makosa madogo. Pia inapendekezwa kujengwa kwa magereza mapya ili kupunguza msongamano katika taasisi zilizopo kwa sasa. Ikumbuke kuwa hata mwezi Februari uliopita mashirika ya kiraia katika wilaya za Beni walikuwa tayari wameonya kuhusu msongamano mkubwa wa ukosefu wa rasilimali katika gereza la Kangabai. Kwa sasa linaendelea kuwa hatari, huku magereza yakibeba mzigo mkubwa mfumo wa haki jinai na kukabiliana na changamoto za muda mrefu katika eneo hilo. Na kufikia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya jioni ya leo kwa tarehe 23 za mwezi wa 4 mwaka 2026. Namba kwa kusikiliza ni Kivu News FM. Kwa siku tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakushukuru sana kwa kutupatia muda wenu na wa kuendelea kutuamini kama chanzo chenu cha habari. Tumekuwa pamoja nanyi katika kuletea taarifa mbalimbali zenye kugusa maisha kila siku, kuanzia masuala ya usalama, kibinadamu na uchumi na maendeleo ya kijamii. Tuendelea kuwahimiza muendelee kufuatilia kila siku ili kupata habari sahihi na za wakati kuhusu kile kinachoendelea ndani na nje ya nchi. Vile vile msikose kuungana nasi katika taarifa zetu zinazofuata, na niendelee kukumbusha kwamba huenda hii ndio ilikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla ya kuondoka, ningekusihi kufanya kitu kimoja: hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa wengine wanasema kujabone, kueme vile vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama taruta kumeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News FM kama kituo chako chema cha matangazo na mazungumzo ya kila siku. Tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hiyo basi naendelea kutuandikia na ukatujuza na tusikilize kwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi niite Eloge Lulonga, sina la ziada ila tuacha niendelee kutakia jioni njema na usiku mwema, na wenda tena tuonane kesho asubuhi kwenye matangazo yetu mengine kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Basi baki salama, bye bye na chao.